Waluke Stars, Sport Next Level. Mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Simba dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar haitarajiwi kuwa nyepesi hata kidogo, hasa kwa wenyeji. Ni kwa sababu katika mechi ya awali iliyochezwa tarehe 17 kule nchini Morocco katika uwanja wa Stade the Municipal wa Berkane, wenyeji RS Berkane walishinda RS Berkane walishinda kwa mabao 2-0 dhidi ya mnyama wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pamoja na kutarajiwa kuwa mechi ngumu sana yenye changamoto nyingi, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wanayo nafasi ya kupindua meza kibabe, kwa sababu mpira wa miguu ni mpaka mechi ichezwe. Lakini zaidi ni kwamba Simba katika msimu huu wameonyesha kiwango bora. Tayari wameshakutana na hali kama hii katika mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry ya Misri, walifungwa 2-0 kule katika uwanja wa Suez Canal Authority Stadium jijini katika mji wa Ismailia kule nchini Misri. Lakini kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba wakapata ushindi wa idadi sawa, mabao 2-0. Matokeo jumla yakawa 2-2 kwenye mikwaju ya penalty, Simba wakasonga mbele. Lakini hii ni fainali dhidi ya RS Berkane, wana fainali wa michuano hii msimu uliopita, lakini pia mabingwa wa michuano hii mara 2 katika kipindi cha kuanzia 2019, 2020 mpaka msimu huu. Lakini zipo taarifa ndogo zinazoonyesha kwamba Simba bado anaona nafasi. Kwanza, juu ya uchezaji wao chini ya kocha Fadlu Davids, katika mechi za nyumbani msimu zote wameshinda. Lakini pili, ni juu ya hizo taarifa ndogo kutoka katika kambi ya RS Berkane, na hususan kuwapo kwa wachezaji ambao hawapo fiti kwa 100% kiutimamu. Baadhi hawezi kucheza kabisa katika mechi ya marudiano, ingawa ni wachezaji muhimu. Lakini wengine hata wakicheza, wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji watakaopata nafasi wajue kwamba hao wanaokabiliana nao hawapo fiti hivyo, kiasi ya kwamba kukitokea mgongano wowote, iwe kwa bahati mbaya ama vyovyote vile, kuna uwezekano wasionyeshe kiwango chao bora kile wanachotarajiwa, au wakatolewa kabisa na mwalimu Moi Shabani. Hata hivyo, hilo peke yake halitoshi kutoa matumaini ya 100% kwamba Simba watashinda. Alimradi tu muhimu kuliko yote ni Simba wachezaji watakopata nafasi ya kuanza kikosini kujituma mwanzo mwisho, tena kujituma kulikopitiliza kulinganisha na RS Berkane. Yaani kama RS Berkane wanakimbia mara 10, basi Simba itabidi wakimbie mara 20 ili kuhakikisha kwamba wao ndo wanakuwa on top, wanakuwa juu katika mipira yote ya migongano ya kuwania 50-50, mapambano ya mpira 50-50, iwe ya chini iwe ya juu, na maeneo mengine kadhaa ya kiufundi. Lakini kuhusiana na hili la kuwapo kwa wachezaji ambao utimamu wa kimwili hawako 100%, unadhihirishwa pia katika nafasi ya winga mojawapo, winga ya kushoto. Inafahamika vizuri kwa mwalimu Moi Shabani, uundaji wake wa kikosi kwa kawaida huwa ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo kiungo mmoja, halafu anakuwa na viungo tena 4, halafu ana mshambuliaji mmoja. Sasa katika mechi iliyopita tunafahamu beki 2 katika walinzi wake 4. Beki ambaye humtumia mara kwa mara ni Haitham Manhuit ambaye yeye katika mechi ya kule Berkane hakucheza kwa sababu ya majeraha. Na taarifa ni kwamba hata mechi ya marudiano hatazamii kucheza beki huyu ambaye kwa kawaida mgongoni huwa anavaa nambari 20. Ni mchezaji muhimu sana katika klabu ya RS Berkane kwenye kikosi chao cha kwanza, lakini atakosekana. Kukosekana kwake katika mechi ya Morocco inafahamika. Alihamia kwenda kucheza nafasi hiyo ni beki wao wakati. Huyu sio mwingine, ni Abdelhak Asal, mgongoni nambari 15, ndiye aliyecheza beki 2, halafu kaka mkubwa nahodha wao Isufu Dayo akarejea kikosini akacheza beki wakati. Tunasema amerejea kikosini Dayo mgongoni namba 4 kwa sababu alikosa baadhi ya mechi katika kombe la shirikisho msimu huu kutokana na majeraha. Kabla ya mechi hii dhidi ya Simba, kwenye mechi 10 walizocheza yeye alikuwa amecheza mechi 8 dakika 595. Lakini mechi hii dhidi ya Simba alirejea uwanjani mchezaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso. Lakini kwa hiyo mmoja huyu Manhuit hata kuwepo na ni miongoni mwa wachezaji nyota. Lakini winga ya kushoto kwa kawaida kwenye kikosi chao huwa wanaanza kulia, kama sio Paul Basene basi kuna kuwa na Yusuf Zigudi, alafu kushoto kuna Yusuf Mehri, ndio hucheza katika wale viungo 4 hawa hapa. Wa kulia anakuwa Paul Basene ama Yusuf Zigudi, halafu kushoto Yusuf
Mehri. Lakini kwenye mechi hii ya kwanza kule Morocco, RS Berkane dhidi ya Simba, miongoni mwa nyota wake huku pembeni Paul Basene hakuwa fiti, hakuwa na utimamu wa kumwezesha kucheza katika mechi hiyo. Matokeo yake ni nini? Winga anayecheza kushoto Yusuf Mehri akahamishiwa kulia, halafu kule kushoto akapangwa Riyad Imad Riyad. Lakini yeye Riyad Imad alikuja kutoka dakika 74 akaingia Mohamed El Morabat. Lakini naye ilipofika dakika 87 akaumia El Morabat. Matokeo yake ni nini? Akaingia Mateus Santos ambaye kwa muda mrefu alikuwa majeruhi, hakuwa akicheza. Kwenye michuano hii alikuwa amecheza mechi 4 tu. Ndio tena kwa dakika 65 tu, lakini mechi dhidi ya Simba dakika 87 akaingia uwanjani baada ya kuumia aliyeingia El Morabit kwa nafasi ya Riyad Imad. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwenye nafasi ile wale wote wawili, kwa maana kwamba El Morabit aliumia siku ile, hawezi kuwa fiti 100% hata kama akipata nafasi ya kucheza katika mechi ya Zanzibar. Lakini pia Mateus Santos ingawa alikuja kuingia kumalizia mchezo katika dakika 87, lakini inafahamika vizuri bado hajacheza mechi nyingi kihivyo, ingawa amesharejea uwanjani baada ya kuwa nje kwa muda mrefu kutokana na majeraha. Kwa hiyo hili ni eneo lingine ambalo kati ya maeneo machache ya fursa kwa Simba tunazungumza kuelekea mechi, ni kwamba eneo hili pia matarajio ni kwamba kama hawa ambao walionekana utimamu haupo 100% wanacheza, Simba wanaweza kutumia maarifa yao kwa kunufaika na maeneo hayo. Lakini inafahamika vizuri kwamba kwenye maeneo mengine Osama Lamli bado yupo fiti. Ni vizuri kujiandaa jinsi ya kukabiliana naye, kwa sababu katika mechi iliyopita miongoni mwa madhara waliyopata Simba ni pamoja na kumwachia huyu mmoja mshambuliaji kinara Osama Lamli ambaye yeye mgongoni nambari 9 alisumbua sana. Siku hiyo dhidi ya Simba aligusa mpira mara 28, akapiga mashuti 4, 3 on target. Kumbuka RS Berkane mechi nzima alipiga mashuti 14 yaliyolenga lango alikuwa mashuti 6. Simba akipiga mashuti 9, hakuna shuti lilolenga lango. Haya 6 yaliyolenga lango, 3 yalipigwa na huyu mwamba huyu Osama. Katika mabao mawili waliofunga, bao la pili alifunga huyu Osama katika dakika ya 14 kama tunakumbuka vizuri. Sasa ni juu ya kuna Msimbazi Simba, hasa wakati wakitekeleza jukumu la kuzuia, wakiungana mabeki kule nyuma kina Abdurazaki Hamza, Shamu Karabu, lakini Shemalon Fondo, viungo wao kina Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma, mabeki wa pembeni Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, Valentin Nouma. Yeyote atakayepangwa basi bila shaka watakuwa na jicho la ziada kwa Osama Lamli ili kwenye mechi asiwaletee madhara. Matarajio ni kwamba RS Berkane cheza yao itakuwa kijenje sana. Kila nafasi utakayopata kupoteza muda watafanya hivyo, kwa sababu wanaongoza mabao 2-0 na wanatambua mzigo wa Simba kwamba walau kwa uchache kabisa ishinde kwa tofauti ya mabao 3. Inaweza kuwa 3-0 ama 4-1 ama 5-2, alimradi tofauti mabao 3. Ikishindikana yote, Simba watalazimika washinde 2-0 ili matokeo ya jumla yawe 2-2, waende kwenye mikwaju ya penalty ambazo huwa hazina mwenyewe, ni 50-50, ili kujitengenezea uwezekano matumaini ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Ni mechi ngumu, wala sio ya kujipa moyo sana, lakini inawezekana kwa sababu Simba ameshathibitisha hivyo. Mechi za namna hii wanaweza kupindua meza, lakini kubwa zaidi ni lile nilogusia awali, kujituma mwanzo mwisho, lakini kwa kufahamu kwamba wanacheza nyumbani, support itakuwa kubwa kwenye uwanja New Amani Complex. Mashabiki tutakaojaa ni wachezaji wa 12 kuhakikisha Simba wanaondosha hili deni la mabao 2-0 na hatimaye kuwapa matumaini wa Tanzania wana Msimbazi kwamba kombe linabaki, ili asije kutokea kama ya mwaka 1993 kwenye kombe la CAF wakati Simba ikicheza dhidi ya Stella. Ilitoa bila ugenini kule Ivory Coast, lakini kwenye uwanja wa Taifa ikafungwa 2-0 kwa mabao yaliyowekwa wavuni na Boli Zozo. Bila shaka kwenye mechi hii taarifa za kuwapo kwa wachezaji ambao hawapo fiti kwa 100% kama wakina El Morabit, kama huyu Mateus Santos Brazil aliyerejea katika dakika 3 za mwisho katika mechi dhidi ya Simba hii kule Berkane, kuwapo kwa Yusufu Dayo, amerudi na alicheza vizuri sana katika mechi iliyopita, lakini ifahamike na alitoka kuwa katika orodha ya majeruhi. Lakini pia
kutokuwepo uwanjani katika mechi ile kwa Paul Basene, manake mgongoni namba 30. Akirudi naye ametoka katika orodha ya wale majeruhi. Kwa hiyo akirejea Simba pia watambue Paul Basene ametoka katika orodha ya majeruhi. El Morabit alitoka katika dakika 74 katika mechi iliyopita. Alitoka dakika 87 katika mechi ambayo aliingia dakika 74 kutoa nafasi ya Riyad Emad kwa majeraha, lakini Mateus Santos amerudi hivi karibuni kama nilivyotoka kueleza awali. Ikitokea Haitham Manet mgongoni namba 20 naye akacheza kwenye mechi, basi ifahamike kwamba naye hayuko fiti 100% hata akirejea, kwa sababu matumaini ni kwamba hatarejea mpaka mwishoni mwa mwezi huu kutokana na ukubwa wa majeraha yake, kwa taarifa zilizo rasmi kutoka katika klabu ya RS Berkane. Bila shaka zipo sababu nyingine nyingi za kuwezesha Simba kuweza kupindua meza kibabe na kufanya ambalo baadhi ya mashabiki wanaona kana kwamba ni gumu, kwa kupindua meza na kushinda na kutoa taji hili la kombe la shirikisho. Lakini katika hayo mojawapo ni juu ya taarifa hizi ndogo ndogo kwamba kuna wachezaji hata wakiwepo uwanjani utimamu wao sio kivile. Ni juu sasa ya Simba kutafuta mwanya na namna ya kuweza kunufaika kwa wachezaji wa namna hiyo pindi watakapopata nafasi ya kucheza. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri, lakini ni dhahiri kwamba taarifa hizi mbaya juu ya utimamu wa kimwili wa baadhi ya wachezaji wa RS Berkane inaweza kuwa habari mbaya kwao, lakini jambo zuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mtazamaji wa channel hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.